Mambo vipi mkulima mwenzangu wa Tanzania? Karibu sana. Leo tuna kitu muhimu mno, kitu ambacho kinaweza kubadilisha kabisa shamba lako la parachichi. Hebu tuende kazi moja kwa moja. Hebu angalia namba hii, 40%. Yaani hii inaweza kuwa ni hasara unayoipata shambani kwako kila msimu wa mavuno bila hata wewe kujua. Sasa inatokeaje hii? Na hapa ndipo siri yote ilipo. Kama shamba lako lina miti ya Hass peke yake, yani hakuna hata mti mmoja wa Fuete kwa ajili ya uchavushaji, basi jua unapoteza karibu 40% ya mavuno yako. Sio mara moja, hapana, ni kila mwaka. Naamini hili swali umeshawahi kujiuliza, si ndio? Unatembea shambani, unaiona miti imejaa maua, yani inachanua kweli kweli. Unategemea mavuno ya kutosha. Lakini cha ajabu, matunda yanayobaki ni machache sana. Inakuwaje? Sawa. Sasa hebu tuingie ndani kidogo. Jibu la hili swali lote limejificha kwenye ua lenyewe la parachichi. Kuna siri ya ajabu hapa, na tukielewa hii siri ndio tumepata suluhisho. Kitaalamu wanaita dichogame. Acha nikupe kwa lugha rahisi kabisa. Maana yake ni hivi: ua moja la parachichi halifunguki mara moja tu. Hapana, linafunguka mara mbili, na kila linapofunguka linakuwa na kazi tofauti kabisa. Hebu fuatana na mimi hapa. Siku ya kwanza ua linafunguka. Katika hatua hii ua ni la kike. Kazi yake ni moja tu, kupokea chavua. Baada ya muda linafunga. Kesho yake ua lile lile linafunguka tena. Lakini sasa mambo yamebadilika. Safari hii limekuwa la kiume, liko tayari kutoa chavua. Si ajabu hii? Okay, na hapa ndipo penye changamoto. Kwenye mti mmoja, kwa mfano mti wa Hass, maua yote yanafuata ratiba moja. Yaani, asubuhi maua yote yatakuwa ya kite. Yote. Kwa hiyo, hayawezi kujichavusha yenyewe kwa sababu hakuna ua la kiume hata moja lililowazi wakati huo kwenye mti huo. Sasa, jedwali hili litakusaidia kuelewa vizuri zaidi. Tuna aina kuu mbili za parachichi. Aina A kama Hass, maua yake ni ya kike asubuhi. Alafu kuna aina B kama Fuerte ambayo maua yake ni ya kiume asubuhi. Unaona sasa jinsi ratiba zao zinavyopingana na kukamilishana. Na hapa ndipo muujiza wote wa mavuno mengi unapotokea. Fikiria hivi, ni asubuhi shambani. Miti yako yote ya Hass, maua yake ni ya kike, yanasubiri chavua. Na wakati huo huo, ule mti wako mmoja wa Fuete, maua yake ni ya kiume, yanaachia chavua hewani. Ni kama wamepangiana vile. Muda mwafaka kabisa. Kwa hiyo, sasa kwa kuwa tumejua siri yenyewe, suluhisho lake ni rahisi sana. Sio la gharama wala sio gumu. Ni hatua 3 tu za msingi ambazo zitabadilisha kabisa hali ya shamba lako. Lengo letu ni hili hapa: kuongeza mavuno kwa hadi 40%. Na niamini mimi, ni jambo linalowezekana kabisa ukifuata hizi kanuni za asili. Hatua ya kwanza, panda mchanganyiko. Kanuni nzuri ni kuwa na mti mmoja wa Fuerte kwa kila miti 9 ya Hass. Huyu ndiye mchavushaji. Pili, waalike wafanyakazi wako, yani nyuki. Unahitaji angalau mizinga 3 au 4 kwa kila ekari 5. Na 3, na hii ni muhimu mno, walinde hawa nyuki. Wakati miti ina maua, piga dawa jioni tu, jua likishazama. Usidharau hawa wadudu. Nyuki ndiyo daraja. Ndiye anayebeba chavua kutoka kwenye maua ya kiume ya Fuerte na kuipeleka kwenye maua ya kike ya Hass. Bila nyuki, hata kama una miti yote, kazi haitafanyika vizuri. Hawa ni wafanyakazi wako namba 1 shambani. Watunze. Sawa, na haya ndiyo makosa ya kuepuka kabisa, hasa wakati wa maua. Kwanza, kupiga dawa asubuhi. Hii ni kuua nyuki wako wote. Pili, kuweka mbolea ya nitrogen nyingi sana kipindi hiki. Mti utatoa majani mengi tu badala ya maua. Na 3, kosa la msingi kabisa ni kuwa na shamba la Hass peke yake bila mchavushaji. Unajua, haya niliyokueleza hapa ni muhimu sana na yanaweza kuongeza mavuno yako kweli kweli. Lakini hii ni sehemu ndogo tu ya picha nzima. Ni kama nimekupa tu dokezo la kile unachopaswa kujua.
Kila kitu tulichozungumza kimetoka kwenye sura moja tu. Sura moja kati ya 15 zilizoandikwa kwa kina kwenye kitabu hiki, Kilimo cha Parachichi Tanzania. Kitabu hiki kinakupa kila kitu, yani spray program kamili, ratiba ya mbolea na jinsi ya kutunza miti kulingana na mazingira ya Tanzania. Na mwandishi Daudi Mwakalinga analiamini sana hili andiko lake. Ndiyo maana ameweka hakikisho ambalo halina maswali. Anasema hivi: kama ukisoma kitabu hiki na usipate kitu kipya cha kusaidia shamba lako, pesa yako inarudi yote, huna cha kupoteza. Sasa, thamani halisi ya elimu hii yote ni shilingi 500,000. Lakini subiri, kuna ofa maalum. Kwa watu 99 tu wa kwanza, bei ni shilingi 45,000 tu. Na kukipata ni rahisi. Lipa tu hiyo shilingi 45,000 kwa M-Pesa kwenda namba 0763071007. Jina ni Daudi Mwakalinga. Ukishalipa, tuma message WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, andika jina lako na barua pepe yako. Kitabu kitakufikia hapo hapo. Kumbuka, ni kwa ajili ya watu 99 wa kwanza. Nafasi ni chache. Usiache hii fursa ikupite. Fanya uwekezaji mdogo leo, upate mavuno makubwa kesho. Asante sana kwa kunisikiliza.